Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri duniani. Lakini ni kauli iliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Israel, Bwana Israel Katz, akisema kwamba atatekeleza juu ya kile ambacho kitaelezwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, hasa kuishambulia Iran katika miundombinu ya nyuklia. Israel Katz ametishia kushambulia Iran huku Trump akijaribu kusitisha juu ya makubaliano hayo kutokana na makubaliano yanayoendelea ya nyuklia. Hata hivyo, haya yanajiri baada ya duru ya habari kuliambia gazeti la Jerusalem Post kwamba Israel ina uwezekano wa kukosa nafasi ya kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, huku sauti ya habari ikionyesha rais wa Marekani Trump amekaribia zaidi mkataba mpya wa nyuklia na Iran. Waziri wa ulinzi Israel Katz Jumatatu alitoa tena tishio kwamba Israel ilisalia tayari kushambulia mpango wa nyuklia wa Tehran. Dhamira kuu ni kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, Katz alimwambia kamanda mkuu wa IDF. Israel haitoruhusu Iran kupata silaha za nyuklia na sisi tuko tayari bila shaka katika mazungumzo ya kina na Marekani. Waziri wa ulinzi aliongeza kuwa katika vita vipana vya Israel na katika vita vyake dhidi ya Iran, tunajua tuna mtu wa kutegemea. Ni lini mwishowe tunahitaji kufanya maamuzi, tunajua kwamba kuna mtu wa kuwanyonga. Na hii ni kweli katika sehemu yoyote, ikiwa ni pamoja na Iran. Ikiwa kuna haja ya kuchukua hatua ya mashambulizi, kuna mtu ambaye atafanya hivyo, akimaanisha kwamba ni Marekani ambayo ipo katika wasaa mzuri wa kuishambulia Iran, ambayo wakati huu inaonekana mpango huo unaweza usitokee. Licha ya tishio la Israel Katz, maafisa wakuu wa Israel wamekuwa wakieleza mara kwa mara kwa wiki kadhaa kwamba kuna wasiwasi mkubwa Trump atazuia Israel kuchukua hatua ili aweze kukata mkataba kati yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Je, mpango huu utakuwepo ama la? Ingawa Trump mwenyewe anaendelea kutaja uwezekano wa kuishambulia Iran kwa mabomu ama na Israel, Marekani au zote mbili, maoni yake kwa umma yamekuwa yakiendelea kuonyesha maendeleo makubwa kuelekea mapatano ya nyuklia na Ayatollah Al-Khamenei, hata kama hataacha mpango wa nyuklia ukiwa sawa, mradi tu inasukuma hatari zaidi katika siku zijazo na kuweka mipaka ya nyuklia kwa sasa. Kinyume chake, tangu Oktoba 26 mwaka 2024, wakati jeshi la anga la Israel liliposhambulia Iran kwa kutumia ndege pamoja na makombora, Israel Katz, waziri mkuu Benjamin Netanyahu na maafisa wengine wakuu wa IDF wamerudia kusema hadharani na katika machapisho mbalimbali kwamba kushambulia mpango wa nyuklia wa Iran kunawezekana zaidi kuliko hapo awali. Israel inakadiria kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran huenda yakakamilika kwa makubaliano, kwa mujibu wa maafisa wa Israel ambao wameeleza. Maafisa wamefafanua kuwa Israel bado haijafahamu iwapo makubaliano hayo yatambatana na matakwa yake, yani kuvunjwa kabisa kwa vifaa vya kurutubisha uranium, au yatafanana na makubaliano ya nyuklia ambayo Israel inayachukua kuwa makubaliano mabaya ambayo yaliwahi kutokea. Israel inaamini kwamba hata katika mashambulizi yake Oktoba 26, wakati jeshi la anga lilipofanya mashambulizi, wanaamini mfumo wa anga wa Iran wa S-300 wa kuzuia makombora na ndege zisizokuwa na rubani ulishambuliwa vibaya na hauna uwezo wa kuweza kuzuia mashambulizi yao, licha ya kwamba Iran inadai wana mifumo imara ya kuzuia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ambavyo vimetegwa, vipo katika maeneo ambayo kuna vinu vya nyuklia ambavyo vinatengeneza mifumo ya nyuklia kwa ajili ya kiraia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.